Tini si tunatoanga sataka. Mbona huyo mtu ya tini anachukua sataka? Kama anaona yeye ni Mkristo. Ukisoma Bible siri huwa mambo ya kimila iko. Kimila yenye unafanya hadharani sio ya ujawi. Wewe unafanya tu yako kwa boma yako. Sijaenda kwa boma ya mtu. Mimi nilitaka nikaeko na watu wakuleko kwangu. Kwa sababu hiyo ni shukurani. Njua hospitali hiyo ni kama biashara. Tena hii wewe mwenyewe ndio unaweza jitolea. Kama unaona watu wakuja wakunyweko chai kwa mtoto, unajitolea. Sio ati unaenda kuchukua mtu mwingine useme akupee ndio ufanye. Hapana. Mwenye anaenda kwa hospitali anaokopa tu, yeye ana karama yake. Na mimi niliona hii karama lazima nifanye nini? Watu wakuleko kwangu. Kwa sababu kama unakula na watu ni vizuri kuliko kujificha ati ujifanye mzuri ati wewe uweze kukaramika. Sasa mimi nimejitolea nikaramike, nikaeko na watu ya uko, nikaeko na majirani, nikaeko tena na watu kutoka mbalimbali. Sasa hii ni ya zamani. Kina babu walipitia hapa. Hata mimi nilipitia hapa. Hatujaanza sisi hapa, ilianza kitambo. Ukiona watu wanakuja kwa boma namna hii, kusherekea kimila ya watu, wewe unakulanga na watu. Kuna wengine they don't. Tumekuja kufanya mila ambayo iko paka kwa Biblia, ambapo hao watachoni wali migrate. Kuna mahali wanaita Canaan of Israel, kwa kitachoni wanaita Sirikwa Mbai. So they moved, walitembea wakija wakapita paka Katumu huko. Ndio maana mahali kulianzia hii mambo ya kutahiri. Ukiona kwa Biblia pia inaoana na historia ya watachoni, ambapo kulikuwa na bibi ya Sara ndiye alitahiri Sara. So sisi watachoni tunaamini huyo mwanamke ambaye alitahiri Abraham alikuwa ni msichana mtachoni, na ilikuwa ni mahali panaitwa Khatum, Ethiopia. Na ule msichana kwa vile alimtahiri, sisi watu ambao wanaruhusiwa kutahiri sana wanaitwa Abakatumi. So walichukua hilo jina kutoka huko. Town government has been supporting shrines, wanaita Vitavicha, kwa kupanda miti. Like last year tumepanda miti ambayo inahifadhi mazingira katika chemichemi za mito. Kuna waterfalls, kuna water springs ambazo county government imejenga around, ni mingi. Tangu devolution ianze sasa tunaendelea na mambo ya miti na kuweka paka kwa Vitavicha, where the Ministry of Culture and Sports comes in. Itaendelea kusaidiana na watu, lakini sisi tunajua mkosa mila ni mtumwa, na sisi si watumwa, ndio maana tunafanya mila. Asanteni. Mimi naombea tu aunti yangu Baraka, masomo yake ikuwe vizuri, aendelee vizuri, akuwe mtu wa nguvu, masomo yake aendelee vizuri. Hivyo ndio mimi namuombea Baraka, akae vizuri. Sasa wasawa ndio raundi hii ndio hata mnaona Sifuna akisema anataka kuwa president wa Kenya. Lazima pia huyu mtoto hiyo wakati itafika wakati wake, lazima pia akuwe nani president ama akuwe kiongozi wa Kenya. So tunasema hivi venye Sifuna ametupeleka na mtaratara wa watachoni na wapuguzi wote kwa jumla, tunasema sisi ni Sifuna. Sisi wote tukapa kama timu wasawa na Ukolongolo ndio saizi tuna trend kwa mtandao kila kitu, si ndio? Hata hii mwaka mkuona kimila yote ya Waluya hakuna mtoto mwenye ameogopa. So hata Sifuna mali penye yako aziogope. Sisi tuko na yeye, na hata huyu mtoto mwenye leo tuko hapa kwa mzee Mukasa Wangira Matunde hapa kwa hii boma, najua kila mtu mwenye yako hapa ata learn history.
na watoto wengi hawajaokopa. Kwa hiyo Waluhya tuko tisti na tuko ngangari kabisa. Tumemaliza sherehe leo, tumetairi mtoto kwa njia mzuri. Jina naitwa Helen Wangila. Nimefurahia sana kwa hii mila tuko nayo ya Waluhya ya circumcision ya kutairi. Tumefurahia, tumekuja, huyu ni aunti yetu wa kwanza first born. Tumefurahia sana sana sana. Acha mila ni mtumwa. Sasa hii mila sisi tulizaliwa tukaipata. Sisi tulizaliwa tukaipata na bado tutaitimiza. Sasa mwacha mila ni mtumwa. Mimi mila nilizaliwa nikaipata, siwezi tenga mila. Na mimi nimeamua kufanya hii mila. Mimi mwenyewe nilipitia hii mila, ninafurahia sana. Nikienda mila huwa nafurahi, yani twende kukutana huko nyumbani watu wengi. Tufurahie mila. Watoto tutairishe mila siwezi waacha. Fanya mila na si ati umeacha Mungu. Mwacha mila ni mtumwa. Hii tulizaliwa tukaipata. Hakuna venye tunaweza sema hatutaki mila. Jua kwamba mimi nimetoka kwenye mila na mila yangu siwezi iwacha. Watu wamepuuza mila, ndio unaona wengine wako na shida mingi sana inawafuatilia na waelewi ni nini inawafuatilia. Wanaanza kusema labda wamerokwa nini, lakini ni mambo na mila tu. Wanafaa wafuatilie mila, wajue ni nini inawaletea shida fulani. So unapata mtoto hata amekuwa hajaoa, ukiangalia hakuna kitu imemkusa. Sasa tunaomba watu washikilie mila kamili kabisa.